Tukiwa vyema kabisa na ni muda wa kuyapata yale ambayo Ali anakuwa nayo, maana siku zote ukimuona ujue kabisa jambo lipo. Kabisa. Jambo lipo na neema pia ni kubwa zaidi na mwisho siku Clouds Media Group muendelezo ni ule ule kuhakikisha kwamba mamalkia na mabalkia wanakuwa ni sehemu ya uchagizaji wa kuingiza pesa. Sasa pesa hiyo sio rahisi. Inawezekana uwekezaji ukawa ni mdogo ambao unaufanya, lakini tija ama mrejesho ukawa ni mkubwa zaidi kwa kile ambacho unakilenga ama unakitarajia. Tunafahamu kwamba tumetoka kwenye sikukuu za Eid, tunaelekea kwenye sikukuu za Pasaka. Lakini sikukuu hii ya Pasaka lazima mambo yawe mazuri nyumbani. Na bahati nzuri au iliyo mbaya, weekend zinakuja sehemu ya ambao sio mwisho wa mwezi, lakini mwisho wa siku lazima amna mfuko huo umenona. Sasa kwenye kunona kwa mfuko, Mchongo Pesa anakuambia katika kipindi hiki uwekezaji ni wa shilingi milioni 500 ili ziwafikie Watanzania mbalimbali. Kwa hiyo kuwekeza shilingi 1000 yako tu ya Kitanzania kwa kushiriki Mchongo Pesa. Kama unatumia mtandao wote, unayo nafasi hiyo kushiriki Mchongo Pesa kwa namba ya kampuni ya 321333, kumbukumbu namba ni neno pesa. Lakini kukumbushe tu, haziji tu pesa peke yake. Ijumaa hii kuna sikukuu jackpot ambayo inatoka shilingi milioni 10 ya Kitanzania kupitia vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea Clouds FM. Endelea kusikiliza, huende ikawa ni wewe. Lakini pia haiwi tu hiyo, kutakuwa na package ambayo ina mfululu wa nyama, mchele, vocha, vitu ambavyo vitafanya sikukuu yako iweze kuwa njema na nzuri zaidi. Yaani ule mkono wa sikukuu hautoki hivi hivi. Kwa hiyo shiriki Mchongo Pesa sasa hivi ili uweze kujiwekea nafasi nzuri zaidi ya kushinda zaidi ya kile ambacho umekiwekeza, kwa maana shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Okay. Kwa hiyo watu wajipange, sikukuu sio kinyonge. Sikukuu sio kinyonge na fedha zipo za kutosha. Milioni 500. Farani, umesikia mambo hayo? Basi sawa, wasando huu tena baada ya mchongo kutoka kwa Ali Kashmir, tunaendelea na safari yetu ya Central Kitivo 3 kamili ndo wasambo tutakuwa tunaweka nukta. Lakini kwa sasa ni wakati wa tochi. Tochi inamulika wapi? Sawa. Tochi inamulika na muda huu sasa ambao makachero wako tunakwenda kuitazama tafu kutoka Angola, taifa ambalo kwa siku 3 mfululizo lilimhodhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Angola ilianza Aprili 7 hadi 9, ambapo lengo lake lilikuwa ni kudumisha mahusiano ya muda mrefu baina ya mataifa hayo. Nini kilitokea kwenye ziara hiyo ya kihistoria? Faida zake ni zipi? Tutakuwa hapa na Balozi Ali Bujia ambaye ni mkurugenzi idara ya Afrika, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Wajina wako Ali? Somo. Somo. Haya. Lakini wakati balozi tuko naye hapa, Azizi Kindamba alituwakilisha vyema kule. Kabisa. Suti zilikuwa zimenyooka za Azizi. Useme tu alituwakilisha vyema tafadhali. Eka sawa. Aliambatana kuwa ni sehemu ya delegation ya Mheshimiwa Rais kwenda Angola. Baada ya wewe ile safari yako ya India, tunashukuru Kitivo tena kimemtoa Azizi Kindamba kutuwakilisha. Who's next? Endelea kufuatilia. Ambaye Azizi alikuwa kwenye ziara hiyo na ameandaa makala inaelezea safari iliyokuwa ilivyokuwa, na hapa Priska Kishamba anasimulia vyema, kisha tutarejea kuzungumza na Balozi Ali. Mwanzoni mwa wiki hii, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya ziara ya kihistoria nchini Angola katika jiji la Luanda. Safari ya Angola ilianzia kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Dar es Salaam, Aprili 7, ambapo Rais Samia na ujumbe wake wa Tanzania waliacha anga la Tanzania wakitumia usafiri wa shirika la ndege la ATCL. Ni safari iliyochukua takriban saa 4 angani, na hatimaye msafara wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan uliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa 4 de Feverio Luanda, na hapo ziara ya kiserikali ya siku 3 nchini Angola ikaanza rasmi.
Ziara hii ya Rais Dr. Samia nchini Angola ni mwaliko wa Rais wa Angola, Mheshimiwa Joao Manuel Goncalves Lorenzo, na lengo la ziara hiyo ni kukuza na kuimarisha zaidi mahusiano ya kihistoria na kindugu baina ya Tanzania na Angola. Siku ya pili ya ziara ya Rais Samia nchini Angola ilianzia kunako mnara wa kihistoria wa kumbukumbu ya muasisi na rais wa kwanza wa Angola, hayati Antonio Agostinho Neto. Msafara wa Rais Samia uliwasili katika eneo hilo na kuweka shada ya maua. Daktari Samia Suluhu Hassan tayari amekwisha maliza kutembelea makumbusho hii ya kihistoria ya Angola na sasa anaelekea kwenye ikulu ya Angola, ambapo hapo atakutana na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Angola kwa ajili ya kufanya mazungumzo na kusaini MOU mbalimbali kabla ya kuelekea kwenye bunge la Angola kwa ajili ya kwenda kulihutubia taifa hili. Na ikumbukwe kwamba atakapokwenda kuhutubia bunge la taifa la Angola inakwenda kuwa ni kihistoria. Ni rais wa kwanza mwanamke kutoka barani Afrika kwenda kulihutubia bunge la Angola. Na kisha Rais Samia akapata fursa ya kukutana na mwenyeji wake rais wa Angola, Joao Manuel Lorenzo. Mazungumzo hayo yalifanyika katika ikulu ya Luanda. Baada ya mazungumzo hayo, viongozi hao walipata wasaa wa kuzungumza na wanahabari, na hii ilikuwa ni sehemu ya hotuba ya Rais Dr. Samia. Apart from trade and investment, we agreed to strengthen cooperation, exchange knowledge and shared experience in other important sectors, including the minerals, oil and gas sectors, which with a focus on creating more employment opportunities for our youth. And this is very, very important. Creating employment opportunities for our youth. Ilipofika jioni siku ya pili ya ziara ya Rais Samia nchini Angola, viunga vya jiji la Luanda vilitulia kwa muda kupitisha hotuba ya kihistoria kutoka kwa binti Kizimkazi, alama ya Tanzania, wakati ambapo Rais Samia alipopata fursa kulihutubia bunge la Angola, akiweka historia ya kuwa rais wa kwanza mwanamke barani Afrika kulihutubia bunge hilo katika kipindi cha miaka 50 tangu lilipoanzishwa. I thank you, Madam Speaker. Honorable Caroline Sequeira, Presidente da Assembleia Nacional da República de Angola, caros ministros presentes aqui da Angola e da Tanzânia, caros deputados da Assembleia Nacional, secretário-geral da Assembleia Nacional, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Ziara ya Rais Samia nchini Angola ilishuhudia pia mikataba mbalimbali ya makubaliano MOU ikisainiwa baina ya Tanzania na Angola, mikataba ambayo inafanya mahusiano kati ya Tanzania na Angola kuendelea kuimarika. Mikataba ambayo ilisainiwa katika hafla hiyo ni pamoja na mikataba ya ushirikiano katika masuala ya ulinzi pamoja na hati ya makubaliano kuhusu kukuza uwekezaji, mikataba ambayo ilisainiwa katika ikulu ya Luanda nchini Angola. Aidha, katika ziara hiyo, Rais Dr. Samia alipata fursa ya kutembelea kiwanda cha kusafisha mafuta cha Luanda Oil Refinery, ikiwa ndio tukio la mwisho katika kuhitimisha ziara yake. Miongoni mwa alama alizoziacha Rais Samia katika ziara hiyo, kando na mikataba iliyosainiwa, ni pamoja na kufuta sheria ya visa kwa Angola watakaotaka kutembelea Tanzania. Lakini pia Rais Samia amemwalika rais wa Angola katika kilele cha maonyesho ya kimataifa ya biashara yaani Sabasaba mwaka 2025 kuwa mgeni rasmi. Rais Samia alihitimisha ziara yake kwa kuagana na mwenyeji wake, Rais wa Jamhuri ya Angola, Mheshimiwa Joao Manuel Lorenzo, katika ikulu ya nchi hiyo na kurejea nyumbani Tanzania mapema jioni ya Aprili 9 mwaka 2025. Shukrani sana Priska Kishamba kwa makala hiyo nzuri ambayo imeandaliwa vyema, naamini kabisa, na Azizi Kindamba kutuelezea yale yaliyojiri huko Angola kwenye jiji la Luanda. Lakini sasa tuko na mgeni wetu Mheshimiwa Balozi Ali ambaye sasa atatupitisha na sisi kuifahamu vyema safari hiyo. Kulikuwa na nini? Kwa nini safari hiyo? Tuko naye kitivoni. Karibu sana Mheshimiwa Balozi. Asante sana.
Sentro yetu lazima upigiwe makofi. Hapa kupigwa makofi unapigiwa makofi. Kabisa. Asante sana. Karibu sana balozi. Asante sana. Habari za safari ya Angola Luanda? Safari ilikuwa njema na kama ulivyoona kwenye makala ilikuwa ya mafanikio makubwa sana. Kuna mtu anaweza kawa anatufuatilia sasa hivi, ameona pia wakati tunazungumzia kwamba tutakuwa na wewe hapa, afahamu hasa yeye alikuwa anaona tu ziara Mheshimiwa Rais amesafiri, lakini hajui zaidi nini kilikuwa kule, hajui zaidi Mheshimiwa Rais karudi nini kilifanyika kule. Baada ya makala hile, kwa faida ambaye anataka kujua kutoka kwa aliyekuwepo sasa, tupitishe karibu safari ya Mheshimiwa Rais na ujumbe wake kuelekea Angola, ililenga nini hasa? Asante sana. Safari ilikuwa na malengo kubwa moja ambayo ni kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya Tanzania na Angola. Na ziara hiyo ilifanyika kufuatia mwaliko wa Mheshimiwa Rais Lorenzo wa Angola, ambaye alimwalika Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kutembelea Angola. Unafahamu mara ya mwisho kwa rais wa Tanzania kutembelea Angola ilikuwa mwaka 2006 ambapo rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alifanya ziara kule. Kwa hiyo hii ilikuwa ni imepita muda mrefu tangu rais wa Tanzania kutembelea kule. Kwa hiyo tulienda kwa maana kwenda kuimarisha zaidi uhusiano ambao upo wa kihistoria kati ya Tanzania na Angola ambao umekuwepo tangu enzi za harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Kwa hiyo tulifika na kama mlivyoona kwenye vyombo vya habari, ziara ilikuwa na mambo mengi. Viongozi walipata fursa ya kukutana, wakazungumza, wakajadili masuala muhimu ya ushirikiano ambayo tunadhani kwamba endapo yatatekelezwa vizuri yatakuwa na manufaa kwa pande zote mbili. Ni masuala ya ushirikiano hasa kama mnavyofahamu saizi, zamani uhusiano zaidi ulikuwa kisiasa. Sasa tunahamisha kutoka uhusiano wa kisiasa tunahamia kwenda uhusiano wa kiuchumi. Kwa hiyo tumekubaliana masuala mengi sana ya kiuchumi, ila mmoja wapo ni ushirikiano kwenye masuala ya biashara na uwekezaji, lakini pia masuala ya uchumi wa buluu, kuna masuala ya madini, kuna masuala lakini pia kuna masuala ya huduma za afya. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mengi, lakini zaidi kama nilivyosema ilikuwa kubwa zaidi kuimarisha uhusiano wa kihistoria ambao umekuwepo tangu miaka ya 60, Tanzania ikiwa mstari wa mbele katika kupigania uhuru wa Angola. Hivi Mheshimiwa Balozi, Angola kuna Watanzania wengi? Angola hakuna Watanzania wengi. Idadi ambayo tulikuwa tunayo ni kama wapo idadi kama 50, wazidi 50 kwa takriban ambao wamejisajili. Huenda wakaipo watu wengine ambao Watanzania wengine ambao hawajajisajili, lakini kwa wale ambao wamejisajili mpaka sasa walikuwa ni idadi yao ni kama 50, na bahati nzuri karibu wote wapo kwenye shughuli rasmi. Wengine madaktari wapo wanafanya kazi kwenye vile viwanda vya kuchakata mafuta. Kwa hiyo ni wameenda wengi waliopo Angola ni wataalamu. Kwa hiyo sio wengi, lakini ni watu ambao wenye tija na ambao wanatuletea manufaa kama nchi. Yes. Mheshimiwa Balozi, ndio idadi ya watu hususan kwa Tanzania waliopo kule. Taifa la Angola pengine lina nusu idadi ya watu waliopo Tanzania, zaidi ya milioni 35 kadhaa. Nguvu na msukumo wa idadi husika ya watu kwenye taifa inachagiza nini kwenye uchumi na ukuaji wa eneo husika? Tumeenda kwao, tumeenda kujifunza na wao wamejifunza kutoka kwetu, lakini kwa kile ambacho tumekiona na ukuaji wao wa uchumi na nguvu kazi waliokuwa nayo. Asante. Kwa kawaida kwanza idadi ya watu ni jambo muhimu sana. Mkiwa na idadi kubwa ya watu, nyinyi wote mnafahamu, mtaona mfano wa India, mtaona mfano wa China, mtaona mfano wa Nigeria. Kuwa na idadi kubwa ya watu ni nguvu, inawasaidia kupata nguvu, lakini idadi ya watu peke yake haitoshi. Ni kwamba lazima hao watu wawe na ujuzi, wawe na maarifa ya kutosha. Kwa hiyo
kama mtakuwa na watu ambao hawana ujuzi, hawana maarifa, mchango wao watakuwa na mchango lakini sio mkubwa kwa kiwango hicho. Lakini nimeona kwa maana kama mtakuwa na idadi ya watu ambao wana elimu, wana ujuzi, hata kuharakisha maendeleo inakuwa ni rahisi zaidi. Kama nimetoa mifano ya China, nimetoa mfano wa India, wenzetu wamewekeza sana kwenye masuala ya elimu, na tunashukuru hata sisi serikali yetu kwa sasa inaelekeza nguvu sana kwenye masuala ya elimu. Kwa hiyo kwa kuwa na idadi kubwa ya watu, kwa kadri watakavyokuwa naendelea, kwa sababu ni watu ambao wanakuwa na ujuzi na maarifa, naamini kwamba inakuwa na mchango mkubwa zaidi kwenye maendeleo ya nchi katika nchi 10 Mheshimiwa Balozi zenye uchumi mkubwa ama mzuri barani Afrika, Afrika Kusini, Misri, Morocco, Angola iko pale nafasi ya 8 pale ikiwa na milioni $113 za Kimarekani. Tukipiga hesabu ya kawaida, mwingine anaweza kusema kwamba tunamtengenezea fursa Angola, atanufaika kuliko sisi kwa sababu yeye ana uchumi mkubwa kutuzidi sisi. Sababu kwanza tumezungumzia idadi ya Watanzania wako pale, tumetaja expats wengi au 50, umezungumza wengi ni expats. Tunafungua mlango gani wa Mtanzania kunufaika, na fursa gani zipo Angola kwa Mtanzania ambaye sasa hivi anatazama kwa bana, tukienda pale Angola kuna fursa hii na hii na hii na hii, tunaweza tukazipata pale, kwa sababu kiuchumi wale wako juu kwetu sisi. Yani sisi tutazame fursa ambazo tutakazozipata, kwa sababu wao fursa kwetu utaziona kwa sababu mtaji wanao. Sisi fursa zetu ni zipi pale kwa Watanzania ambao hatuijui Angola? Asante. Fursa zipo nyingi kama kwa Tanzania, kwa sababu kwani nimezungumzia kwanza kwenye masuala ya biashara na uwekezaji. Angola ni moja nchi ambayo ina rasilimali nyingi sana, hususan madini na mafuta. Sawa. Kwa hiyo kwanza ni fursa ya kwanza ambayo sisi kama Tanzania tunaweza tukatumia, kwa maana ya kwenda kufuata, kwa maana ya kushiriki kwenye hizo, kushirikiana nao kwenye kufanya kubadilishana uzoefu, ili na sisi, kwa sababu bahati nzuri fursa nyingi walizonazo na sisi tunafanana nazo. Sisi pia wao wana mafuta, sisi tuna gesi. Sawa. Wao wana madini zaidi ni almasi, sisi tuna madini mengi, tunayo almasi lakini pia tunayo dhahabu. Kwa hiyo hayo pia ni kuna maeneo ambayo bahati mbaya kwa sasa hali ilivyo ni kwamba tumekuwa tukisafirisha zaidi yakiwa ghafi kwenda nje. Kwa hiyo na mtaona jana Mheshimiwa Rais wakati wanatembelea kwenye kile kiwanda cha kusafirisha mafuta Angola, walikuwa wameomba Tanzania kushiriki katika kujenga refinery ambayo itajengwa Kabinda. Kuna jimbo la Kabinda karibu na Kongo. Yes. Lakini zaidi ya hapo, Angola wanaagiza chakula kila mwaka wanatumia dola bilioni 3 kuagiza chakula. Na bahati nzuri kiangalia, moja ya bidhaa kubwa ambao wanaagiza ni mchele. Tanzania ni kati ya nchi 3 ambazo zinazalisha kwa kiwango kikubwa sana mchele barani Afrika. Kwa hiyo ni fursa ambayo tunaiona, ambao Watanzania wanaweza wakaitumia kwenda kupeleka mchele kwenda kuuza kule Angola. Lakini kuna fursa nyingine ambayo sio moja kwa moja zikawa isiende moja kwa moja kwa Mtanzania wa kawaida, ni huduma. Kama mnavyofahamu, Angola ilipitia kwenye kipindi kigumu cha vita. Kwa hiyo bado kuna huduma kama zile za afya na elimu wako nyuma. Sisi hapa tumefanya vizuri sana kwenye eneo za huduma za afya, hasa zile za kibingwa. Kwa hiyo tunaiona fursa ambayo Tanzania inaweza kaitumia ikaenda, kwa maana kupeleka wauguzi kule wakaenda kupata ajira, lakini pia kuna walimu, lakini pia sisi kama wizarani pa tumekuwa tukipokea maombi kutoka Angola kwa ajili ya wanafunzi kuja kusoma Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona fursa zikawa ni nyingi sana. Na nimezungumza hapa kwamba kuna uchumi wa bluu ambao na sisi pia sasa kama nchi tumekuwa ni eneo moja hapo ambao tunalipa nguvu sana. Kwa hiyo
na tunadhani kama tukishirikiana na wenzetu wa Angola ambao kwa mfano kwenye eneo la uchumi wa blue kidogo wametangulia, tunadhani tunaweza tukajifunza na ambao ikaweza kuja wanavua sana Atlantic. Yes, wanavua sana kwenye wao badala ya wao wanavua kwenye bahari kuu ambao Atlantic. Yes. Kuliko sisi bado jitihada zinafanyika, lakini kusema mkubwa bado tunafua. Hatupo deep sea, tuko mwanzoni. Kwa hiyo unaweza kaziona hizo fursa nyingine, na kama jingine la mwisho labda kusema ni la utalii. Tulisema jana mmeona ilikuwa juzi walisaini tulikubaliana, Mheshimiwa Rais alitangaza kuwafutia visa ya utalii wenzetu wa Angola. Wao walikuwa wametufutia tangu mwaka jana. Kwa hiyo maana yake sasa tutaanza kupokea idadi kubwa, tunaamini tutaanza kupokea idadi kubwa ya Angola ambao watakuwa wanakuja, na hiyo sasa itakuwa ni fursa pia kwa Watanzania ambao wanafanya kwenye sekta ya utalii, tourist visa. Yes. Na hapo kwanza Mheshimiwa Balozi, ukitazama pia fursa kubwa ya Mtanzania sisi kilimo tunasema ndo uti wa mgongo. Kuna kitazama wale Angola import kubwa sana wanachoingiza ni automobiles, magari, petroli ambao umeitaja umo wapo sana. Lakini kwenye vyakula sana ni matunda ya citrus nini wanaagiza sana, wana import sana. Kwa sisi kwenye sekta ya kilimo sasa, kwa sababu tunapokuja kwetu ili tuzione hizo fursa kwenye hichi kilimo, tumejipangaje sasa tuweze kusekiwa ili soko? Kwa sababu Mchina yuko pale, wale falme za Kiarabu wako pale wamewekeza. Sisi kwenye hichi sasa, kwenye sehemu yetu ya kilimo, tukiachana na automobile, tumejipangaje sasa kuona kwamba zama tunaenda kushika ili soko? Tayari tushatanua hapa, tunaingiaje sasa? Kama alivyosema kwamba fursa, kama alivyosema, ninakubaliana na wewe kabisa kwamba fursa kubwa ambayo kama Watanzania tunayo ni kwenye eneo hilo la kilimo. Kwa maana ya kuuza bidhaa za kilimo kwenye soko la Angola. Na nimeeleza kwamba Angola kwa mwaka inatumia dola bilioni 3 ambao ni takriban trilioni 7 na kitu au mpaka trilioni 8 kwa kuagiza chakula tu. Na nyingi sana. Na sehemu kubwa ya fedha hizo wanatumia katika kuagiza mchele, wanatumia katika kuagiza ngano, wanatumia katika kuagiza mafuta ya kula. Sasa ni swala la sasa la kwetu sisi kujipanga na kuchangamkia, kwa maana ya kwamba tunahitaji kuongeza uzalishaji. Maana yake tukiongeza uzalishaji tutakuwa na uhakika kabisa kwamba tutaweza kufikisha, na bahati nzuri mchele wa Tanzania unasifika kwenye nyingi sana barani. Kuna viongozi mimi nafahamu niliwahi kukutania wanasema mchele wali wetu unaweza kula hata bila mboga, sio kama ukilinganisha na mchele wa sehemu nyingine. Kwa hiyo maana yake kama tutaweza kuuzalisha kwa wingi, basi tuna uhakika na hili soko sio kwa maana ya Angola tu. Kuna soko kubwa sana la chakula barani ya Afrika. Kwa mwaka bara la Afrika linatumia karibu dola bilioni 50 kuagiza chakula. Kwa hiyo maana yake kwa zile nchi ambazo kama ya kwetu ambayo ina fursa, ina uwezo wa kuzalisha chakula, ili ni soko kubwa sana ambalo tunaweza tukalitumia. Yes. Mtu mwingine anaweza kujiuliza, sehemu ya makubaliano haya ambayo yamefanyika juzi baina ya serikali ya Tanzania na taifa la Angola, imeelezwa pale katika kipindi cha miaka 5 tu. Kwa nini imekuwa ni mapema sana? Nini haswa kinatazamwa katika huu muda wa miaka 5 kiwe ndio kipimo cha makubaliano haya, baadaye pengine kwenye mkataba kuongezeka ama mengine yanaweza katokea? Kwenye makubaliano yale kwa kawaida kila hati ya makubaliano ama mkataba huwa unatakiwa kuwa na muda. Na muda lengo, kwa sababu dunia inabadilika, haiko kama vile kila siku. Kwa hiyo hii kutoa miaka 5 inatoa fursa
ya kwamba ikifika baada ya miaka mitano, je, tuangalie je haya masuala ambayo tumekubaliana, kwa sababu unaweza kukuta labda tumeweka masuala matano tu ya ushirikiano, lakini baada ya miaka mitano ukawa tunahitaji kuongeza masuala mengine kwenye hayo maeneo ya ushirikiano. Kwa hiyo ndio ilikuwa ndio msingi mkubwa zaidi wa kuweka mkomo. Lakini kama nilivyosema, kwa sababu kuna mengine mnaweza kukaa mmeweka kwa wakati huo, ikafika baada ya miaka mitano mkaona tena haya hayafai na mnahitaji, mnaondoa na mnaongeza yale masuala. Kwa hiyo hakuna ubaya kwenye kuweka ukomo, kwa sababu inawapa fursa ya kupitia upya kila baada ya kifo, kwa sababu ni vizuri kwa mnajipima kwamba tumefikia wapi, na je katika kuna maeneo gani mengine ambayo tunaweza tukaongeza katika kushirikiana na kushirikiana. Ndio. Tanzania huwa tunaingia makubaliano na mataifa kadha wa kadha, tunaangalia pia fursa na uhitaji kwa wakati huo. Ukiangalia kiuhalisia kati ya anga la Tanzania na anga la Angola haijafunguka, kwa maana kuwepo na usafiri wa moja kwa moja Tanzania to Angola, Angola to Tanzania. Wengine wanaita open sky agreement, ambayo kimsingi hatukuona ikifanyika kwenye makubaliano haya. Kwa nini si sasa hivi? Nini changamoto? Kwa sababu ziara hii imekwenda ama inakwenda kuleta fursa na kufungua hizi nchi mbili. Kwa hiyo tutegemee kama kuna watalii, wawekezaji wanaotoka katika taifa la Angola kuja na Tanzania kuongezeka, wanaotoka Tanzania kwenda Angola kuongezeka. Hatuoni kwamba hii ni fursa kwa shirika la ndege pengine la Tanzania kuwepo kwa hii open sky agreement kati ya mataifa haya mawili? Asante. Kwanza nikubaliana na wewe kwanza, kwa sababu kwamba kimsingi hawezi ukaimarisha mahusiano na ushirikiano wa kiuchumi kama hakuna huduma za usafiri na miundombinu ambayo ni imara ya usafirishaji. Kwa hiyo kuhusiana na swali lako sasa, jambo la kwanza ni kwamba sisi Tanzania na Angola tayari zilishasaini mkataba kwa ajili ya ushirikiano kwenye masuala ya usafiri wa anga. Tunao mkataba tangu 2007. Lakini bahati mbaya kama unavyofahamu hatukuwa na ndege za kutosha ambazo zingeweza kufanya safari kati yetu sisi na Angola. Lakini sasa kutokana na jitihada ambazo zimeanza kufanyika, idadi ya ndege zinaongezeka. Umeona juzi tumeanza safari kwenda Lubumbashi. Kwa hiyo naamini kwamba baada ya muda mfupi, kwa sababu kutokea DRC kwenda Angola sio mbali, na tumaini baada ya muda mfupi hata ATCL wanaweza wakaliangalia ile soko, kwa sababu mwisho wa siku ni lazima pia wafanye tathmini ya biashara kwamba je, biashara ikoje, na wao wataweza wakaona kama wanaweza kufanya hivyo. Lakini mbali na hilo, Tanzania pia tuna reli yetu ya Tazara, unajua unafahamu, na hivyo ambayo ipo inafanya kazi. Kwa hiyo kuna bahati mbaya tu kulikuwa kuna kipande cha reli kutoka Angola ambayo kinapita DRC ambayo kingeweza kuungana na reli yetu ya Tazara. Kwa hiyo naamini hicho kikikamilika, shughuli nyingi hata tutaweza kuifungua zaidi zile fursa za kiuchumi ambazo zipo Angola, na sisi tukaweza tukanufaika vizuri. Nadhani utakuwa unafahamu kuhusiana na Lobito Corridor. Na uhusiano na ile kutoka kwenye bandari ya Lobito kwenda ambayo kuna reli ambayo inaweza ikaenda ikaunganika na reli ya Tazara. Moja ya jambo ambalo pia tulitamani kuliona ama pengine lipo kwenye mazungumzo hatujawekwa wazi. Bara la Afrika linaunganishwa pia na lugha adhimu ya Kiswahili, jambo ambalo mara kadhaa Mheshimiwa Rais, lakini hata wizara husika imekuwa ikichagiza kwa mataifa mengine ya nje ya Tanzania kutumia lugha adhimu ya Kiswahili kama sehemu ya kuunganisha nchi yetu. Tumeshuhudia Mheshimiwa Lazarus Chakwera alishawahi kuzungumza kusema kwamba mimi kwangu naanza kujifunza Kiswahili na mataifa mengine. Lugha ya Kiswahili kwenye ziara hii imekuwa pengine ikichagizwa kama sehemu ya kwenda kuunganishwa kama bara la Afrika kwa matumizi ya lugha hiyo. Ni sahihi kabisa. Lugha ya Kiswahili ni sehemu ni moja kwa sasa kama Tanzania, moja ya bidhaa yetu na kitu ambacho tumekuwa tukiuza kila mahali. Mwaka jana, labda niseme tu pengine, mwaka jana tulifanya Tanzania na Angola tumeanzisha tume ya ushirikiano ya pamoja ambayo ilianzishwa ilifanya kikao chake cha kwanza mwaka 1988.
na bahati mbaya katikati hapo haikuwa tulikuwa tumefanya mkutano mpaka mwaka jana, kutokana na msukumo wa marais wetu wa sasa, tukafanya tena mkutano wa tume wa pamoja wa ushirikiano ambao tulifanya Zanzibar, sisi pamoja na Angola. Moja ya swala ambayo tulikubaliana ni pamoja na ufundishaji wa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo hilo swala kwetu sisi na Angola, kwa sababu kwanza Angola ni mwanachama wa Umoja wa Afrika. Angola ni mwanachama wa jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika ambayo ni SADC. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana nao kwenye uendelezaji na ukuzaji wa lugha ya Kiswahili. Na tunao makubaliano ya kufundisha Kiswahili. Bado sasa, kwa mfano sasa nafahamu kuna chuo kikuu cha Dar es Salaam kimesaini makubaliano na chuo kikuu cha Agustino Neto. Lakini pia tunayo rasimu ya makubaliano ambayo itasainiwa wakati wote kati ya chuo kikuu cha Zanzibar pamoja na chuo kikuu cha Agustino, ambao jambo kubwa ni ufundishaji wa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo sio kwamba tumeliacha, na limekuwa moja wapo ya ajenda muhimu kwa nchi yetu. Tunaamini ni mahusiano ambayo yatakuwa ni ya kudumu baina ya nchi zetu mbili. Na wakati tunaanza kuzungumza hapo awali, tuambie idadi ya Watanzania ambao kule ni chache sana, na wengi zaidi hapo kwa ajili ya shughuli ambazo zinatambulika zaidi. Mahusiano haya yataenda kudumu zaidi. Kuna mkakati ambao pengine umetazamwa au umewekwa kwa ajili ya pengine tuwe na ubalozi kule Angola? Ni kweli kama nilivyokuambia, ni kwamba ni kweli sisi kama nimesema mwanzo, ni kwamba uhusiano wetu sisi na Angola ni wa kihistoria. Kwa hiyo baada wao kupata uhuru, mara moja sisi tulifungua ubalozi Angola. Na wao mwaka 1979 wakafungua ubalozi wao hapa. Bahati mbaya, kutokana na matatizo ambayo yalikuwa yametokea Angola, ikatulazimu mwaka 93 tufunge ubalozi wetu Angola, na kwa sasa tunawakilisha na ubalozi wetu wa Lusaka, lakini pia tunao ubalozi mdogo pale Rwanda ambao unatuwakilisha. Lakini kwenye wakati wa ziara hii viongozi wetu wamejadili, na Mheshimiwa Rais katika mazungumzo yake ameahidi kwamba hiyo ni mojawapo ya swala muhimu ambalo tunalifanyia kazi. Kwa hiyo ni jambo ambalo sasa kwa sasa linafanywa kazi ili tuweze kufungua ubalozi tena upya. Siwezi kusema lini, lakini ni jambo ambalo lipo katika mipango ya serikali kufungua upya tena ubalozi Angola. Kama walivyosema, Angola ni nchi ambayo ni uchumi mkubwa, kwa hiyo tunahitaji kushirikiana nao na ili tuweze kunufaika nao. Asante. Kuna Watanzania wengi ambao pengine leo wamekufuatilia, wamesikiliza, lisa wamepata mwanga wa kujua kuhusiana na Angola, na pengine wameona fursa zinavyoenda kufunguka between nchi zetu mbili, Angola na Tanzania. Nini ambacho natamani Watanzania wanaotamani kwenda kuwekeza au kuishi Angola wakifahamu? Jambo kubwa ya kufahamu, labda unaweza kusema kama mawili matatu. La kwanza, wafahamu kwamba Angola na sisi ni nchi marafiki na wa karibu sana, kwa sababu sisi Tanzania tulishiriki katika kuhakikisha wao wanapata uhuru. Lakini pia tulitumia pia kuhakikisha kwamba kile chama ambacho kiko madarakani kwamba inatambulika kama ndio serikali inaongoza serikali ya Angola. Lakini kikubwa ambayo naweza nikawaambia Watanzania ni kuchangamkia fursa ambazo zipo. Angola kama walivyosema, kuna fursa nyingi sana. Kama unavyofahamu, nchi ikitoka katika mapigano bado kuna mambo mengi sana ambayo yanahitaji kuendelezwa. Nimezungumza hapo kuhusiana na kwa mfano kuna eneo moja hapo la chakula, lakini kuna huduma za kijamii ambazo zinaweza kwa watu ambao wa Tanzania, kuna watu wana shule wana nini. Hiyo ni nyingine fursa nyingine ambayo wanaweza kaitumia kwenda kunufaika nayo. Lakini nimesema kuhusiana na utalii, kwa sababu kama walivyosema kuna watu wana fedha kule. Kwa hiyo ni swala la badala kuendelea kutafuta watalii kwenye mataifa mengine ambayo yamezoeleka, ni vizuri pia kwenda kufungua fursa kwenye maeneo ambayo bado hatujawekeza sana katika kuwavutia watalii, na Angola ni moja wapo, sababu kama walivyosema ni nchi ambayo kuna watu ambao wana vipato vikubwa ambao wanaweza kuja, lakini pia katika kwa maana pia kuvutia uwekezaji kutoka kwao, kuja kushirikiana nao kuleta mitaji na kuja kuwekeza katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Na
nimeona ule mkataba wa makubaliano kati ya TIC na AIPX ya Angola ambayo inasimamia private sectors. Mimi binafsi nimefuatilia, Mheshimiwa Balozi utanisahihisha, Tanzania ni kama na hizi Lusophone hazijafunguka sana. Hizi nchi ambazo zinazungumza Kireno Lusophone ni kama tunaanza sasa kuingia na kuona tunazifunguaje na kuona fursa zipi ambazo zinaweza zikapatikana. Ilinivutia mkataba wa makubaliano kati ya TIC na AIPX ambapo kuna fursa za kibiashara ambazo hata Mheshimiwa Rais amezungumza kwamba kuna fursa za kibiashara Angola, kuna fursa za kibiashara Tanzania. Changamoto kubwa ambayo inakuja mara zote ni kitu kinachoitwa mtaji. Kwa Angola mtaji sio tatizo. Huku kwetu sisi bado tunapambana pia kumwezesha Tanzania wa kawaida aweze kufikia pale ambapo tunataka tufike. Neno lako sasa kwa wafanyabiashara ambao wenyewe labda wana fedha zao tayari, fursa hawazioni, kwa labda fursa hawajafunguka, hawajapata nafasi ya kuijua Angola kwa undani. Biashara ipi Mheshimiwa Balozi unasema kwa bana, kwa mfanyabiashara Angola tobo lipo hapa? Unajua unapozungumza pia wanakutazama wengine kwa sababu Angola kule mimi nikitaka kuweka fedha yangu pale, kwa sababu mtu akija Tanzania anakwambia nenda kilimo pale tutatoboa pale, kwa sababu labda utasikia labda sukari labda haitoshi, kwa tukilima sukari tukiona kiwanda tutaongeza kitu fulani. Kwetu sisi tobo pale liko wapi Angola? Kwa bana mfanya biashara unasikia na una mzigo, nenda Angola, ukifika nenda kawekeze kwenye hichi hapo, kwa sababu tayari tutasaini mkataba wa makubaliano, kuna unafuu wa kuingia na kufanya. Kuongezea kwenye hiki ambacho kimeweza kufanya mfanyabiashara wakati anawekeza anaangalia pia usalama. Najua kwenye hili pia mmejadili swala la usalama na kwenye mipaka huko, uhakika pia wa huyu mfanyabiashara ambaye anakwenda kuwekeza kule kwenye swala la usalama pia likoje, kwa kuongezea kwenye hilo? Asante. Ni kweli, labda nianze na hili la mwisho, kwamba kimsingi tangu wa Angola tangu alipofariki yule aliyekuwa kiongozi wa waasi Jonas Savimbi mwaka 2002, Angola iko salama, imekuwa salama na imekuwa mwenyewe mnaweza kusikia matukio yote ya mapigano ya nini. Kwa hiyo ni sehemu salama kwa maana ya kwenda kuwekeza. Lakini kwa kuhusiana na swali la kwanza, mimi ukijiuliza mimi la kwanza kabisa bado tarudia pale kwanza bidhaa za kilimo. Hiyo ni fursa kubwa sana ambayo tunadhani kama Tanzania tunaweza tukaitumia kwenye kwenda Angola na kuweza kunufaika na, ambayo inaweza kama sio lazima uwe na mtaji mkubwa sana ili kuweza kufanya hiyo biashara. Hiyo ya kwanza. Kwa hiyo kilimo kwa maana kwamba tulime huku tupeleke. Yes. Ya pili bana sio kwenda kulima kule, tulime huku tupeleke yale mazao. Hiyo ya kwanza. Ya pili nimesema kuna fursa kubwa kwenye sekta ya madini. Kama ambavyo sisi lakini wao wenzetu walikuwa wamewekeza nguvu sana kwenye mafuta na gesi. Kwa hiyo kuna ile eneo la madini, ukiondoa almasi ambao walikuwa wamewekeza nguvu sana, sekta nyingine madini, kuna madini, maeneo mengine ya madini bado na kama jana nafikiri alikuwepo Bwana Azizi atakuwa waziri wao wa madini alisema wangetamani sana kuja kujifunza Tanzania kuhusiana na masuala ya uchimbaji wa madini ya dhahabu. Kwa hiyo unaweza ukaona, kwa hiyo maana yake kule kuna dhahabu ambayo bado wao wenzetu hawajaweza kutumia vizuri. Kwa hiyo sisi watu wetu ambao wanafanya shughuli hizo za uchimbaji wa madini ya dhahabu, kuna fursa nyingine kule upande wa Angola. Lakini la tatu, kwa watu ambao pengine ambao wana mitaji mikubwa, nimesema kuna gesi ambao ni kama ingawa mitaji ya gesi inahitaji ni mikubwa zaidi. Kwa hiyo mimi nikiani nadhani kilimo nitakwambia kwenye madini na huduma za jamii. Huduma za jamii na mahususi ni afya pamoja na
na elimu, kuna fursa. Afya manake kama madaktari na madaktari, watu manesi. Yes, manesi hususan manesi, yes, kuna nafasi kule wapitie kwenye website kule. Na Watanzania wengi ukiona ambao wako ni professionals ambao wako kule. Nadhani ilikuwa kama Namibia balozi, madaktari walienda sana. Wako wengi kuna nchi za kusini huku, Namibia, Botswana. Yes, wako kwenye hizi sekta ya afya, elimu kuna fursa. Na hicho Kiswahili tunachokizungumzia sasa hivi kuna nafasi huko. Ingawa ni muhimu sasa kufahamu, ukijua Kiswahili lazima ufahamu tena na lugha nyingine kusaidie kufanya inakuwa inakurahisishia. Lakini mheshimiwa balozi, kwenye Kiswahili wa Kenya wanafundisha sana. Ndio. Sisi tunafanyaje kwenye Kiswahili chetu? Ni unajua kinachotokea ni kwamba kama nilivyosema, wakati mwingine tunahitaji wakati mwingine Watanzania bado hatupo aggressive. Lazima nikasema na hatuko aggressive sana. Wenzetu wako aggressive sana. Na bwana Juma wamekuwa, lakini mtu akishika simu yake ana search job opportunities. Huko mtu akishika simu Aziza, hicho kijoro umekopa iko. Sijasema mimi hivyo. Nisemalizia natamani kufahamu vitu hivi. Farah amezungumzia swala la wao sisi kuona fursa kule. Kabla Mheshimiwa Rais pengine haja kwenda, kuna namna ambavyo wao kuna tathmini ambayo ilifanyika kujua Angola wao hapa nyumbani wamewekeza kwa kiwango gani, na pengine kwa hii safari itaongeza tija gani kwenye kuwekeza. Lakini swala la pili pia nimeona makubaliano kwenye sekta ya michezo kati ya taifa la Tanzania na Angola. Unaweza kutupitisha pia hapo kwa watu ambao wanafanya uwekezaji mkubwa zaidi kwenye sekta ya michezo kwa maana ya runinga, lakini hata wawekezaji wadhamini ambao wanawekeza hapa nyumbani na kule. Nimeona pia hiyo ni sehemu ambayo imetazamwa zaidi kwenye safari hii. Yes, kama ulivyosema ni kweli, tulifanya tathmini ipo, na bahati mbaya takwimu sio kubwa sana ya wawekezaji kutoka Angola kwa sasa. Na kutokana na kuwa uwekezaji ni mdogo, ndio maana tukaenda kutusaini katika ziara hii. Imesainiwa hati ya ushirikiano kwenye sekta ya uwekezaji. Lengo ni kwamba hizi taasisi zetu zote tunabadilishana taarifa, zisaidie katika kuhamasisha watu wawekezaji kutoka Angola waje kuwekeza huku, lakini pia wawekezaji ambao wako Tanzania waende kuwekeza kule. Na tunakusudia wakati wote baada ya kusainiwa kwa yale hati ya makubaliano, kutaandaliwa jukwaa la biashara kati ya wafanyabiashara wa Tanzania na wafanyabiashara wa Angola. Kwa hiyo ni eneo moja hapo ambalo tutakuwa tunaitumia. Lakini kuna michezo umegusia, ni kweli tulisaini pia mwaka, lakini ilikuwa ni mwaka jana, ambao tulishirikiana kwenye sekta ya michezo. Wenzetu kidogo wamekuwa wamewekeza kwa sababu ya uhusiano wao na Angola na na Ureno. Kuna sekta ya michezo sasa ni mpira wa miguu, na nyinyi mnafahamu, pengine ipo hapa kama kuna mwananchi hapa atakuwa anafahamu, kuna nani alikuwa anaitwa Carinho Carinho, yes. Kwa hiyo kidogo unaweza kaona kuna na Angola hata timu zake mnafahamu ni ngumu. Kwa hiyo ni eneo ambalo tulikuwa nadhani tuwe tunashirikiana nao, lakini hata majeshi yetu wamekuwa wakifanya michezo mara kwa mara kati yetu sisi na wao, ambao kwa lengo ni hilo katika kuendelea sekta ya michezo. Yes. Mheshimiwa Balozi, wasaa ni mzuri sana pamoja na wewe. Safari yetu ya Kitivo inaelekea kuwekwa nukta au tunaelekea kutamatisha. Natamani kusikia chochote kutoka kwako kwenda kwa Watanzania, watazamaji wanaokufuatilia kwa uchache kufuatia ziara hii, lakini na chochote cha kuambia kutoka kwako kwenda kwao. Asante. Mimi ninachowaambia Watanzania ni jambo moja tu, ni Mheshimiwa Rais amefunga safari, ametoka hapa, amekwenda Angola. Lengo ni kuimarisha ushirikiano hasa wa kiuchumi kati yetu sisi na Angola. Mheshimiwa Rais tayari amefungua fursa.
sasa jukumu kubwa ni kwetu sisi wa Tanzania kwenda kuchangamkia zile fursa ambazo Mheshimiwa Rais wetu amezipigania, ameenda kutufungulia. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, ni waombe na kila mmoja, kwa wale ambao wana uwezo watumie fursa hii kwenda kufanya biashara. Nimesema Angola, moja ya fursa kubwa ambayo ipo ni fursa ya mazao yetu ya chakula. Sisi Tanzania tunazalisha chakula kingi, kwa hiyo tunayo fursa ya kupeleka kule, na bahati nzuri vyakula wanavyokula vinafanana. Utakuta wali, utakuta kuna ugali, kuna maharage. Kwa hiyo ni fursa kubwa ambayo sisi kama Watanzania tunatakiwa tuchangamkie, na naamini tukichangamkia basi tutakuwa tumemtendea haki hata Mheshimiwa Rais ambaye amekwenda Angola. Jamani, kabla hujaondoka nikwambie tuna wakulima wawili wa mchele kwenye kituo chetu hapa, especially kwenye Central. Farahani hapo pembeni yako, mmoja kaenda kuona fursa, mwingine kaenda Azizi Kindamba. Kwa hiyo ukisikia wafanya biashara anahitajika huko wa madhara ya vyakula kwa ajili ya mkutano, vijana wangu si wasahau. Na wewe ukikumbuka usitusahau na sisi kwenye kuchukua hilo. Nitalifanyia kazi hapo sasa. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Asante sana kwa kuja Central. Na mtazamaji tunakushukuru sana. Tumekuwa hapa na wasaa mzuri na mkurugenzi idara ya Afrika, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Ali Bujiku, ambaye ametuelezea vyema kuhusiana na ziara Mheshimiwa Rais nchini Angola, na naamini utakuwa umefahamu kila kitu kuhusiana na safari hiyo. Mimi ni Ziza Malik. Mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo, Waswahili wanasema mwisho wa daladala ndio mwanzo wa bodaboda. Okay. Naitwa mkulima Morogoro Farhan Kiham, balozi wa wakulima mchele.